الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الزواج ودعا إليه وندب النكاح ورغب فيه وجعله من سنة دينه فعمر به البلاد وكثر العباد، فقال سبحانه وتعالى عنه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول نبي كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mheshimiwa mgeni rasmi na rais wa Al-Hikma Foundation, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimetanguliza aya kutoka surati Nur aya ya 32. Nimelenga jambo moja kubwa. Mkurugenzi mkuu aliposimama hapa ametaja dhana ya kuwasaidia wanandoa kuingia katika ndoa. Miongoni mwa mazungumzo yaliyoko mtaani, Al-Hikma kwa nini wasifanye zaidi ya hapo? Moja. Lakini la pili, ikiwa unaisaidiwa mahari, utawezaje kuendesha maisha? Ndipo maana alipokuja na maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiwaagiza walezi, wazazi na jamii kwa jumla, waozeni wote ambao hawajaoa au kuolewa. Kisha akataja criteria, vigezo ambavyo mtu aozwe. Waozeni waliowema, kigezo cha kwanza, hata kama watakuwa ni watumwa. Mtumwa si kuwa tu hana anachomiliki, bali yeye mwenyewe anamilikiwa. Mungu anasema kama ni mwema muoze. Kisha akataja criteria ambayo leo tunaipata kwa wingi, in yakunu fuqara, wale wanaoana ikiwa ni mafakiri, msisite kuwaozesha kwa anwani hiyo, yughnihimullahu min fadli, atawatajirisha Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake. Ufakiri wa mtu si kigezo cha kuto kumuoza. Kwa hivyo wazazi na walezi wote zingatieni mambo hayo. Na wanasema wasemaji, kama liko jambo binafsi maalum sana kwa mwanamume, jambo hilo ni mke wake. Waswahili wanasema, ukimsikia mtu anasema mimi sijui kukimbia, mwambie hivi, hujafukuzwa. Ukifukuzwa utakimbia tu. Kama una mkeo, basi harakati za kuhangaikia maisha lazima utazifanya. Kichocheo cha maendeleo kwa mwanaume ni mkewe, sio baba yake wala sio mama yake, ni mkewe. Wewe thubutu, baada ya ndoa hii, kombe la dunia linakuja, rudi saa 7 za usiku, umwambie nilikuwa naangalia mpira, usikie majibu yatakayotoka. Kombe la dunia lijalo utakuwa umeshaweka TV ndani, ili hilo jambo lisiendelee kujitokeza tena, na ili ukidhi dhana aliyoisema msema chochote aliyoipata kwa shehe wa mkoa, uzoefu kwamba sasa unaonekana unaweza kukaa na mke miaka 15. Makombe ya dunia yatakuwa mangapi hapo? Basi TV utaitafuta. Kichocheo cha maendeleo ni kuwa na mke. Msiwazuie watu kuoa kwa sababu hawana uwezo. Allah ametangaza ofa, yughnihimullahu min fadli, atawatajirisha yeye kwa fadhila zake. Namalizia kwa kusema, wote ambao hamjaoa hapa, ondokeni na fikra ya kuoa, kwa sababu ofa hiyo ni tangazo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama mnavyotumia ofa ya mitandao ya simu, wanasema uwezi kumwambia mwenzio sina mawasiliano, kwa sababu unaweza kumwambia tafadhali nipigie, na hautachajiwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sheikh Kundecha kutaka kumfaidi bana Jumatatu na Alhamis bila kunambia, lakini nimeona kwamba anafunga hizi siku mbili, Jumatatu na Alhamis anafunga sana pale Shafir pale Magomeni pale.
pana kijikahawa pale, tunakutana naye pale, utayapata haya mengi.